Koti ya mgeuka Rais William Ruto na kumzuia kufanya mabadiliko kwenye katiba. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mahakama Kuu imezuia bunge la taifa kuwasilisha mswada wa marekebisho katiba ya Kenya ya mwaka 2025 kwa rais kwa ajili ya kutiwa saini, hatua inayotoa pigo kwa juhudi za wabunge kutekeleza marekebisho ya msingi katika katiba ya nchi. Na katika uamuzi wake, Jaji Lawrence Mugambi aliamuru kuwa bunge linaweza kuendeleza mijadala kuhusu mswada huo na kupeleka kwa seneti kwa hatua zinazofuata, lakini haliruhusiwi kusukuma zaidi hadi kwa rais kwa ajili ya kupitishwa rasmi. Uamuzi huu umetolewa kufuatia kesi ya dharura iliyowasilishwa na taasisi ya Katiba Institute ikitaka mchakato huu usitishwe hadi kesi yao itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katiba Institute iliwasilisha ombi hilo mahakamani tarehe 2 Mei mwaka huu, ikieleza kuwa mchakato mzima wa marekebisho hayo unakiuka taratibu za kikatiba. Na baada ya uamuzi huu wa muda kutolewa, taasisi hiyo ya utetezi wa haki za kikatiba ilieleza kuwa hatua hiyo inalinda misingi ya utawala bora na matumizi bora ya rasilimali za umma. Mswada huu wa mwaka 2025 uliopelekwa bungeni kwa mara ya kwanza tarehe 12 Machi mwaka huu umeandaliwa na wabunge Otiende Amollo na Samuel Chepkonga. Lengo kuu ni marekebisho haya ni kujumuisha kwenye katiba mifuko mitatu ya kifedha ambayo ni mfuko wa maendeleo ya maeneo bunge NGCDF, mfuko wa usimamizi wa seneti SOF, na mfuko wa usawa wa kijinsia unaoendeshwa na serikali kuu ama ukipenda NGAF. Bunge la Taifa tayari lilikuwa limepanga ushirikishwaji wa umma kote nchini kupitia tangazo kwenye magazeti na tovuti rasmi ya bunge, huku mikutano ya hadhara ikianza rasmi mnamo Mei tarehe 7 mwaka huu katika maeneo yote 290 ya ubunge. Hata hivyo, Katiba Institute imepinga vikali hatua hiyo, ikisema kuwa mswada huo hauna umuhimu wa kikatiba na unakiuka roho na maandiko ya katiba ya sasa. Taasisi inasema kuwa vipengele vya mswada huo vina masharti yanayohitaji idhini ya kura ya maoni ya kitaifa, na ni jambo ambalo bunge halijafanya maandalizi ya kisheria kuyatekeleza. Na kwa mujibu wa Katiba Institute, ni lazima kwanza sheria ya kura ya maoni iandaliwe na kupitishwa kabla mchakato wowote wa marekebisho ya katiba kuanza, na ni hatua ambayo imepuuzwa kwa zaidi ya miaka 14. Kwa kuzuia kuwasilishwa kwa mswada huo kwa rais, Mahakama Kuu imeweka kizingiti haswa kile muhimu katika mchakato wa marekebisho ya katiba, huku ikitoa ujumbe mzito kuhusu umuhimu wa kufuata utaratibu wa kikatiba na kuheshimu misingi ya usimamizi wa sheria na matumizi ya rasilimali za umma. Uamuzi huo sasa unaacha hatima ya mswada huo ikiwa njia panda, ikisubiri uamuzi kamili wa mahakama katika siku zijazo.